Bwana Yesu asifiwe, na kusalimu kupitia jina la Yesu Kristo, jina lililo hai. Leo nina ujumbe wenye kichwa ambacho kinasema jifunze kuwaombea wengine. Kwa nini tunataka tujifunze hili jambo? Tunaishi kwenye dunia ambayo tunategemeana. Wewe ukiniombea mimi, wewe ukimwombea yule, na mimi nikikuombea wewe, kuna kitu ambacho kinafanyika. Kwa jifunze kuwaombea wengine. Manake jitengenezee mazingira ambayo unaweza kuwaombea hata watu wengine. Usiwe ni mtu ambaye unajiombea wewe mwenyewe, hauna wakati wa kuwaombea watu wengine, hauna wakati wa kuombea watu wa tofauti. Usiwe ni mtu ambaye unajiombea wewe mwenyewe. Nina sababu kama 2 au 3 ambazo kwa nini ujifunze kuwaombea watu wengine. Jambo la kwanza, katika kuwaombea watu wengine, jifunze kuwataja katika maombi yako. Jifunze kuwataja katika maombi yako. Ukisoma Wathesalonike wa kwanza sura ya 1 na ule mstari wa 2, wa 1 na wa 2, anasema Paulo na Silwano na Timotheo kwa kanisa la Wathesalonike lililoko katika Mungu Baba na katika Bwana Yesu Kristo, neema na iwe kwenu na amani. Tunamshukuru Mungu siku zote kwa ajili yenu nyote tukiwataja katika maombi yetu. Paulo anazungumza hivyo kwamba Wathesalonike tunawakumbuka na tunamshukuru Mungu kwa ajili yenu tukiwataja katika maombi yetu. Manake katikati ya kuomba kwetu lazima tuwataje. Manake hawa ni watu ambao wakina Paulo walikuwa wakiwakumbuka watu wa Tesalonike, wanawataja tu kwa jina lao, kwamba Mungu, kumbuka watu wa Tesalonike, kumbuka kanisa lililoko Tesalonike. Kwa ni watu muhimu sana katikati ya maisha. Hata wewe ni nafasi nzuri sana kuomba kwa ajili ya watu wengine, hata kwa kutaja tu jina lao, kwamba Mungu, mkumbuke mtu fulani, mkumbuke Michael, mkumbuke James, mkumbuke fulani, kwa kutaja tu majina yao, kwa kutaja tu majina yao, kwa kuwataja kwenye maombi yao. Ndio maana nasema tukiwataja katika maombi yetu, maanake katikati ya maombi yao walikuwa wanakumbuka kuwataja hawa watu. Walikuwa na wakati mzuri wa kuomba kwa ajili ya hawa watu, na walikuwa na wakati mzuri katika kuwataja kwenye maombi yao. So katikati ya siku zote, katikati ya majira yote, hawakuacha kufanya hivyo. So Paulo anazungumza sema tukiwataja katika maombi yetu. Kwa kuna umuhimu mkubwa sana wa kumtaja tu mtu hata kwa jina lake katikati ya maombi. Kwa Mungu, namleta Simon, namleta Rodrick, namleta Obedi kwenye madhabahu yako, kwa kuwakumbuka tu kwa jina lao, kuwakumbuka tu kwa kuyataja majina yao. Ndio Paulo anachokizungumza kwamba tukiwataja katika maombi yetu. Kwa kuna umuhimu mkubwa sana kuwaombea watu wengine hata kwa kuwataja majina yao, kwamba Mungu, mkumbuke mtu fulani. Vile unavyotaja, Mungu anajua huyo mtu ashughulike naye katikati ya engo ipi, huyo mtu amguse katikati ya engo ipi, huyo mtu amfuate katikati ya eneo lipi, kwa sababu amemtaja katikati ya maombi yake. Lakini jambo lingine, kuwaombea wale wanaowauzi, kuwaombea wale wanaowauzi au kuwaombea wale wanaokuudhi wewe. Kuna watu ambao wanaweza wakawa wameuzuru moyo wako. Jifunze kuomba kwa ajili ya hao watu. Na unaomba kitu gani? Sio unaomba laana kwa ajili yao. Ukisoma kitabu cha Mathayo sura ya 5:43 na 44, anasema mmesikia kwamba imenenwa, mpende jirani yako na umchukie adui yako. Lakini mimi nawaambieni, wapendeni adui zenu, waombeeni wanaowauzi. Manake watu ambao wanakuuzi, moja ya silaha kubwa ambayo inapaswa uifanye kwao ni kuwaombea. Manake silaha pekee ambayo unaweza ukaifanya kwa mtu ambaye amekuuzi, mtu ambaye ameuvuruga moyo wako, mtu ambaye amevuruga fikra zako, amevuruga mitazamo yako, kuwaombea. Nasema waombeeni wanaowauzi. Manake wapo watu ambao lazima wawe wanakuuzi katikati ya hii dunia. Moja ya kitu ambacho unapaswa kufanya kwao ni kuwaombea. Kujifunze kuomba kwa ajili ya watu wale ambao wanakuuzi. Hiyo ndicho kisasi cha wewe kizuri kwao. Na unaomba kitu gani? Unaomba Mungu aweze kuwarehemu, unaomba Mungu aweze kuwatendea mema, unaomba Mungu aweze kubadilisha mioyo yao, unaomba Mungu aweze kugusa ufahamu zao na fikra zao. Kwa ni kitu ambacho kama mwamini unapaswa kufanya. Lakini jambo la mwisho, kuwaombea watakatifu wote, kuwaombea watakatifu wote, kuwaombea watakatifu wote. Kuna watu ambao wamemwamini Yesu Kristo. Hao watu wote wameshakuwa watakatifu, wamemwamini Yesu Kristo. Jukumu lako kama mwamini ni kuomba kwa ajili ya hao watu wote, kuwataja katikati ya maombi, kuwataja katikati ya sala zako, kuwataja katikati ya dua zako. Kwa kufanya hivyo, unafanya huyo mtu aweze kudumu katikati ya neema. Kuna watu hawadumu katika neema ni kwa sababu hakuna mtu ambaye anaomba kwa ajili yao. Kuna watu ambao wanaokoka leo, lakini kesho unamkuta huyo mtu
sio mtu wa ibada, ameacha ibada, hafanyi kitu kingine chochote, lakini unagundua hakuna maombi ambayo yalisimama kwa ajili yao. So ukiwa ni mtu wa Mungu, jifunze kuomba kwa ajili ya watu wengine, kwa faida yao na kwa faida ya kwako binafsi. Shalom.